Affordable housing umejenga nyumba maji hapa nyumba ngapi hapa Kakamega ama namna gani bwana? Wacheni kuhara mapema. Siasa bado. Kenya sio mgeni kwa siasa zenye pilipili, lakini wakati mwingine siasa hugeuka burudani kamili, na hakuna anayejua kufanya umati ucheke kwa makusudi au bahati mbaya kama Rais William Ruto. Katika juhudi zake za kuzungumza kwa lugha ya mwananchi wa kawaida, mara kadhaa hotuba zake zimeishia kuwa mchanganyiko wa siasa, vichekesho na mshangao. Hii hapa ni makala ya habari yenye ladha ya kuchekesha, ikikuletea matukio yaliyowaacha Wakenya wakisema, hii sasa ni gani tena? Kabla hatutazama kwa undani, na kusihi usubscribe, ulike pia ushare, ndipo usikose makala yoyote ninayokutayarishia moja kwa moja. Kumbuka, hiki ndicho kituo kinachokufahamisha kwa undani na uwazi bila uchochezi wowote. Katika moja ya hotuba zake kali, rais alijikuta akisema, wacheni kuhara mapema. Dakika chache tu baada ya kauli hiyo, mitandao ililipuka kama sherehe ya mwaka mpya. Memes zikaanza kutengenezwa kwa kasi ya 5G. Wengine wakasema, hii ni biology ama ni siasa? Ukweli ni kwamba ujumbe ulikuwa wa kisiasa, lakini delivery comment tupu. Kwa haraka sana, kauli hiyo ilisambaa mitandaoni, ikachambuliwa, ikachekewa na hata kugeuzwa viponzo. Wengi walihoji ikiwa lugha hiyo iliingana na hadhi ya urais, huku wengine wakiona ni mfano wa jinsi anavyoongea kwa lugha ya kawaida ya wananchi. Katika mikutano ya hadhara, rais amekuwa akionekana mara kadhaa akitumia lugha kali kwa wapinzani wake. Hotuba hizi huzaa msimuko, zikiwa na mashambulizi ya moja kwa moja badala ya hoja za zero pekee. Kwa wafuasi wake, huu ni uthibitisho wa ujasiri na udhabiti wake, lakini kwa wakosoaji ni dalili ya kupungua kwa uzito wa hotuba za urais ambazo kwa kawaida zinatarajiwa kuwa lugha ya upatanishi na utulivu. Rais anafanya makosa ya kimtindo katika majukwaa rasmi. Katika baadhi ya hafla za kitaifa na kimataifa, kumekuwa na matukio ambayo hotuba zake zimeonekana kukosa mpangilio wa kidiplomasia. Wakati mwingine utaratibu rasmi wa hotuba haujafuatwa kikamilifu, jambo linaloibua maswali kuhusu maandalizi ya umakini. Ingawa makosa haya si mara kwa mara, yamekuwa yakitumika wakosoaji wake kama mfano changamoto na katika uwasilishaji wake wa hotuba zenye majukwaa makubwa. Rais ameonekana akitumia kauli zenye mvuto na zenye utata wakati wa migogoro. Katika nyakati za mvutano wa kisiasa kama vile maandamano, kauli zake zimekuwa zikichunguzwa kwa makini zaidi. Badala ya kutuliza hali, baadhi ya hotuba zimeonekana kuongeza joto la kisiasa kutokana na lugha kali au msimamo mkali. Hali hii imegawanya maoni ya wananchi. Wapo wanaoona ni uongozi thabiti na wengine wanaona ni kuchochea mgawanyiko. Wachambuzi wengi wa siasa wanaeleza kuwa mtindo wa Rais William Ruto unatokana na mambo kadhaa. Kwanza, lugha ya moja kwa moja husaidia kufikisha ujumbe kwa urahisi, lakini huongeza uwezekano wa kuteleza kwa kauli. Pili, kuongea bila kutegemea sana maandishi huleta uhalisia, lakini hupunguza udhibiti wa maneno. Tatu, jazba ya kisiasa huongeza nguvu ya hotuba, lakini wakati mwingine hupunguza uzito wake. Mwisho kabisa, kwa ujumla, hotuba za Rais Ruto zimeendelea kuwa sehemu muhimu ya mazungumzo ya kitaifa, si kwa maudhui yake, bali pia kwa namna zinavyowasilishwa. Ni hotuba zinazoweza kuhamasisha, kuibua mjadala na wakati mwingine kuburudisha bila kutarajiwa, kwani Rais Ruto anaweza kuwa comedian mzuri wakati mwingine. Katika siasa za sasa ambapo kila neno linaweza kusambaa kwa sekunde chache, mtindo huu una nguvu kubwa, lakini pia unahitaji umakini mkubwa, kwa sababu katika enzi ya mitandao ya kijamii, kauli moja tu inaweza kubadili mjadala mzima wa taifa. Usisahau kunifuatilia moja kwa moja YouTube kwa kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mtiririko huu moja kwa moja ukiwa wa kwanza. Niite Mr. Zack.